Shalom, shalom, tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Ndugu zangu, habari za wakati huo? Ni mimi tena mwalimu wenu Mr. Kam. Tuko katika kipindi cha Kwaresma, lakini tupo katika kipindi kile kile cha mwezi wa Ramadhani. Mimi kama mwalimu wenu wa kiroho ni muhimu zaidi katika kipindi hiki kuweza kuambia jambo moja ambalo ni muhimu sana sana sana. Najua yapo madhehebu mengine, wapo watu wengine ambao hawana imani haswa na swala zima la miezi hii au mwezi huu wa Kwaresma au mwezi huu wa Ramadhani. Lakini nataka niwasisitize na niwakumbushe ni muhimu sana kuweza kupekua na kusoma ili iweze kukusaidia kupata maarifa juu ya hasa mwezi huu wa Ramadhani, lakini pia na mwezi huu wa Kwaresma. Jitahidi kwa namna yoyote ile ambao unaiona wewe. Tafuta muda, tafuta siku katika hii mwezi huu. Jitahidi sana. Uangalau ufunge hata siku 7 tu. Siku 7 tu zinatosha. Utapata faida nyingi sana za kiroho. Uwe una imani, uwe una imani, uwe Mkristo, usiwe Mkristo, uwe Muislamu, usiwe Muislamu, lakini tega tu muda wa siku 7 tu ndani ya mwezi huu. Wewe funga tu kwa imani yako wewe mwenyewe, hata kama usimwambie mtu yoyote kwamba umefunga na nini. Tenga tu muda. Kwa nini nakwambia hivyo? Nakwambia hivyo kwa sababu Waislamu pamoja na Roman Catholic au RC wanao elimu kubwa kuhusiana na huu ulimwengu. Wanao siri kubwa sana, wanajua siri ya majira, siri ya muda. Lakini wanajua siri iliyopo katika hizi sayari, mzunguko wa hizi sayari. Kwa walipotenga muda wa hiyo wa Kwaresma pamoja na muda huu wa Ramadhani, wanajua kitu gani kilichopo katika mwezi huu au miezi hiyo. Wanajua siri iliyopo katikati ya muda na muda, mwezi na mwezi. Wanajua kuna nini. Kwa hiyo mwenzangu na mimi ambaye hutaki kufuatilia na hutaki kusoma, unachukulia kila kitu hize. Dunia hii haiendeshwi kwa miamko wala hisia ya mtu. Dunia hii inaendeshwa kwa kanuni. Kwa hiyo ukiona watu wanafunga au ukiona watu wanakomalia jambo fulani, jifunze. Uelewe yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo leo nimependa kukumbusha hilo.